Bwana, kwa majina naitwa Ali Ahmad Fundi, mwalimu wa michezo shule ya sekondari Murugwanza, lakini tarafa hapa nimekuja kama niko kwenye kamati ya football, lakini niko upande wa football wasichana. Kikweli maandalizi yako vizuri. Mchezo ni mpya, football wasichana kama tunavyojua kwamba haujazagaa sana. Maandalizi yake ni makubwa, lakini sio makubwa sana, lakini tunaamini Mwenyezi Mungu tutafanya vizuri hiyo siku ya tarehe 30 katika kuchagua timu ya wilaya. Takwimu ziko vizuri kiukweli. Bado hakujawa na mwamko mkubwa katika shule zote katika tarafa yetu hii. Hatujawa na mwamko mkubwa, lakini tunashukuru Mungu kwenye wastani wa shule 8 karibia shule 6 zimetoa wachezaji. Kwa hiyo tunashukuru, tunajua kama tutawezeshwa. Mwaka jana tulitengeneza timu mpaka tukapata timu ya wilaya. Bahati mbaya bajeti haikutosha. Hatua za mwisho kabisa wakati tumeshamaliza kuchagua wakaudrop mchezo. Kwa hiyo ni moja kati ya changamoto kubwa, pia inaudhoofisha huo mchezo. Tunaamini mwaka jana tungepata timu na ikaenda wilayani, ikawezekana tungepata wachezaji wawili watatu wangeenda taifani. Tunachokiamini mwaka huu tungekuwa na wachezaji wengi kwa sababu kungekuwa na hamasa kubwa kwa vijana wa kike. Hicho ndio tunachokiamini. Tunachokitamani haswa walimu wa michezo, kwanza moja waupushi mchezo wa mpira wa miguu wasichana, usogee mbali. Tunaona wanafanya vizuri kitaifa, Simba Queen, Yanga Princess, tunaona JKT. Michezo ni ajira, ni afya. Kwa hiyo tunachokiamini mwaka huu, hatutamani huu mchezo wa udrop. Tunatamani watoto wa kike nao waende wakacheze, wapate exposure. Hicho ndio kitu kikubwa tunachokitamani. Kwa hiyo kati ya michezo ambao watakaidrop, hatutamani ni mpira wa wasichana wa udrop, kwa sababu ni moja kati ya mpira ambao wasichana wamejitokeza kwa wingi, vijana wa kike wanaucheza vizuri. Maandalizi ni machache, lakini tunaamini watu watafanya vizuri kabisa. Safi. Sawa. Dada, habari yako? Salama. Naitwa nani? Naitwa Zaina Ivan Haldi. Bila shaka wewe ni mshiriki wa michezo katika tarafa, katika ngazi ya tarafa kwenye haya mashindano ya UMISETA. Tunatamani kujua kutoka kwako ni vitu gani ambavyo umevifanya katika mchezo ule uliopita. Ukweli haujakosea, mimi ni mmoja wa shiriki. Kwa mchezo uliopita kuna baadhi ya mambo tumeyafanya kama tulivyoona. Kiukweli leo mchezo haukuwa mbaya, ulikuwa mgumu kwa kiasi chake. Tumecheza kadiri ya uwezo wetu, tumejitahidi. Kiufupi tulikuwa hatuna mazoezi ya kutosha, lakini tumejitahidi. Sawa, pengine tutegemee nini kutokea kwenu ninyi kama wachezaji wa kike ambao mlikuwa na mchezo huu? Mtegemee mafanikio makubwa kwa sababu tumeweka jitihada, tumeweka nguvu na tunategemea kufika mbali na kuwainua wale ambao kidogo wanatamani kufanya kile tulichokufanya au kutuzidi. Wewe ulikuwa mchezaji namba ngapi? Mchezaji namba 6. Namba 6. Ndio. Majukumu yako katika uwanja kama mchezaji namba 6 ni yapi? Majukumu nilikuwa kutafuta mpira, nilikuwa najitahidi. Okay, wewe kama binti ambaye unatamani kuendelea katika soka la wanawake, unaiambia nini serikali hii ya Samia? Serikali ya Samia ninachoiambia, itushike mkono, itunge mkono, isitutupe, itusaidie vifaa vya mchezo ikiwemo mpira, jezi na baadhi ya mambo mengine ambayo yanatakiwa kwenye mchezo wetu. Platinum ya Kiswahili. Unatokea shule gani? Lukole High School. Okay, sawa. Bila shaka umeshiriki mchezo wa miguu wa wanawake. Ndio. Sasa tunatamani kujua ushiriki wako umeleta manufaa gani katika timu kwa siku ya leo? Mimi kuwa mshiriki nimeleta manufaa. Tumepata ushindi mzuri wa Lukole. Nimechangia mchango mkubwa sana kwenye timu. Ulicheza nafasi ipi pale uwanjani? Namba 11. Nini majukumu ya nambari 11 uwanjani katika football? Namba 11 majukumu yake ni kufunga magoli, kuwaletea ushindi wanatimu. Yaani naomba serikali itunge mkono wanawake na tunaweza tusapotiwa, yani tunge mkono wana tulete kwenye mchezo, tunafanya mazoezi ili kujenga miji yetu.